Asilimia kubwa ya wanadamu hupenda kutoa zawadi kwa binadamu wengine kuashiria hisia za kweli ambazo zipo katika mioyo yao. Mwanadamu anapokuwa na furaha, anaweza kuwapa zawadi watu waliomfurahisha. Mwanadamu anapokuwa na hisia za upendo kwa mtu fulani, anaweza kumpelekea zawadi ili kuonesha hisia zake za upendo, ambapo mara nyingi zawadi ambazo tunawapa watu wengine huwa zinaelezea ukweli wa hisia ambao umejificha katika mioyo yetu. Pamoja na kuwa zawadi ni kitu cha msingi ambacho watu lazima waendelee kupeana kwa ajili ya kuboresha mahusiano yao, zipo nyakati ambazo hautakiwi kupokea zawadi. Endapo zawadi hizo utapewa na mtu usiyemwamini ama mtu usiyemfahamu, ni vema usipokee, kwa sababu huwa kuna siri kubwa ambazo zimejificha katika zawadi hizo. Katika video hii nitakwenda kukuambia aina 10 za zawadi ambazo hautakiwi kupokea kutoka kwa binadamu ambao hauwajui ama binadamu ambao hauwaamini. Kama nawe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako. Ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni zawadi mbalimbali ambazo kamwe hautakiwi kuzipokea kutoka kwa mtu usiyemwamini ama mtu usiyemjua. Namba 1, vitu vya thamani. Vitu vya thamani kama shanga, pete, bangili au cheni ni miongoni mwa vitu ambavyo asilimia kubwa ya binadamu hupenda kupeana kama zawadi, kwani ni vitu ambavyo wanawake wapenda urembo na wanaume wapenda utanashati wanapenda kuvitumia katika maisha yao. Pamoja na kuwa wewe ni mwanaume mtanashati ama wewe ni mwanamke mrembo, unapopewa zawadi ya vitu hivi na mtu ambaye haumjui ama mtu ambaye hauna imani naye, usipokee, kwa sababu vitu vya thamani ni vitu ambavyo huwa vinaweza kuwekewa nguvu za uchawi au maagano ya rohoni, na utakapoanza kuvivaa vitu hivyo bila kujua chimbuko lake ni maagano gani ambayo yamefanyika katika vitu hivyo, vinaweza kukufungulia milango ya mateso na laana, kwani wakati mwingine watu wanaweza kutumia uchawi ama nguvu za kishirikina wakaingiza nguvu hizo kwenye vitu hivyo, na pindi watakapompa mtu akikubali, basi nguvu hizo inawezekana zikaenda kufunga milango ya baraka kwa mwanadamu aliyekubali kupokea vitu hivyo, na akajikuta ni mtu anayeangukia katika bahari ya laana na magonjwa yasiyotibika, huku mikosi mbalimbali pamoja na vifungo vya kiuchumi vikiendelea kumkabili mwanadamu aliyekubali kupokea vitu vya thamani bila kujua chimbuko lake. Ninakusihi kamwe usikubali kupokea zawadi ya pete, cheni, shanga ama kitu chochote cha thamani kutoka kwa mwanadamu ambaye haumjui ama haumwamini. Namba 2, usikubali kupokea zawadi ya nguo kutoka kwa mwanadamu ambaye haumjui ama haumwamini. Miongoni mwa vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, nguo zina uwezo wa kubeba nishati ya mwanadamu, na sote tunajua wanadamu wanamiliki nishati za aina 2. Wapo wanadamu wenye nishati hasi, yani negative energy, na wapo binadamu wenye nishati chanya, yani positive energy. Nguo ambazo huwa unazivaa zinaweza kubeba nishati ambayo ipo ndani yako, na kitendo cha kuvua nguo na kumpa mtu mwingine kinaweza kumwambukiza mtu huyo nishati ambayo ipo ndani yako. Haipo tofauti sana na kupokea nguo kutoka kwa mwanadamu mwenye nguvu hizo. Utakapokubali kupokea zawadi ya nguo ambazo zilikuwa zikitumiwa na mtu mwingine, amini usiamini, nguvu ambazo mwanadamu huyo alikuwa nazo zitakuambukiza pia. Ina maana kama alikuwa ametawaliwa na negative energy, pia nawe utajikuta umeanza kutawaliwa na negative energy. Na negative energy zinapomtawala mwanadamu huwa ni sababu ambayo inakwenda kufunga milango ya mafanikio yake. Laana, mikosi na bahati mbaya za mara kwa mara huanza kutokea katika maisha yake. Hata wateja mbalimbali ambao pengine alikuwa mfanyabiashara
biashara ambao anao kwenye biashara zake wataanza kutoweka katika namna ambayo haelewi ni kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha yake. Hatakuwa na furaha. Muda mwingi huyo ni mwanadamu ambaye atakuwa na huzuni kwa sababu tayari yupo chini ya kivuli cha negative energy. Namba 3, kioo. Kioo ni miongoni mwa vifaa vyenye nguvu kubwa za kiroho. Kioo kimebeba nguvu inaitwa reflection energy. Hii ni energy ambayo inaweza kubeba taswira yako, na taswira yako ambayo ipo katika kioo inaweza kutumiwa katika mazingira mbalimbali ya kichawi. Mwanadamu usiyemjua au binadamu ambaye haumuamini anapokupa zawadi ya kioo, hauwezi kujua kioo ambacho amekupa kimefanyiwa matambiko gani. Endapo kioo hicho kimefanyiwa matambiko fulani, basi kitakuweka katika giza, kwani utaweza kuibiwa nuru au nyota ambayo ipo ndani yako, na baada ya hapo utajikuta mwanadamu ambaye giza limetawala katika nyota yako. Lakini pia utakuwa ni mwanadamu ambaye unakutana na vikwazo mbalimbali katika maisha yako kila unapotaka kutimiza malengo yako, kwani kioo kinaweza kutumiwa na wachawi kama track device ambayo inaweza kukutraki na kukuona maeneo mbalimbali ambayo upo, kwani taswira yako itaweza kuonekana katika mazingira ya kichawi kwa sababu tayari unakuwa umechukua kioo ambacho kimefanyiwa ibada mbaya, jambo ambalo litapelekea uwe miongoni mwa wanadamu ambao wamejikuta kwenye vifungo vya kichawi bila kujua imekuwaje. Kumbe ni wewe mwenyewe ulifungulia milango ya nguvu za giza pindi ulipokubali kupokea zawadi ya kioo kutoka kwa mwanadamu ambaye ulikuwa haumjui au mwanadamu usiyemwamini. Ninakushauri, haijalishi wewe ni mwanadamu mwenye dhiki kiasi gani, usipende kupokea zawadi ya vioo kutoka kwa binadamu ambao hauwajui, kwa sababu hauwezi jua wana malengo gani na wewe. Inawezekana anayekupa kioo amegundua wewe ni miongoni mwa binadamu wenye nyota kali, hivyo anahitaji kuiba nyota yako na kuififisha kabisa ili usiweze kufanikiwa katika maisha yako. Namba 4, zawadi ya mshumaa ama ubani. Mshumaa na ubani ni miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinatumika kwa kiasi kikubwa katika ulimwengu wa kiroho, kwani watu mbalimbali wanapofanya ibada huwa wanaweza kuweka mishumaa ambayo inaangaza pamoja na ubani. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, mshumaa huleta mwangaza wakati mtu anapofanya ibada, lakini manukato pia huathiri hali ya hewa na kusababisha harufu nzuri pindi manukato hayo ama ubani unapowekwa katika eneo husika. Hivyo kama mwanadamu atakupa zawadi hizo, anaweza kuleta giza kwa sababu anajua mwangaza huletwa na mshumaa, lakini pia kupitia mshumaa, endapo atafanyia mshumaa maombi fulani ya kuwaleta giza katika ulimwengu wa macho na nyama, wewe utaona ni nuru imeangaza, lakini kwa sababu ya maagano ambayo mtu aliyekupa zawadi hiyo ameyafanya, mshumaa utakwenda kuleta giza katika maisha yako. Lakini pia mshumaa utakwenda kuleta nguvu zisizofaa, yani nguvu ambazo hauzihitaji katika maisha yako, yani negative energy, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine kitakwenda kufunga milango ya mafanikio yako. Vivyo hivyo, ubani ni miongoni mwa vitu ambavyo hutumiwa katika maeneo mbalimbali ya ibada. Ubani pia unaweza kufanyiwa maagano maalumu. Jambo ambalo litakwenda kutokea pindi utakapopokea zawadi ya ubani ni kuwa maisha yako ya kiroho yatakwenda kuharibika ikiwa tu ubani ambao umepewa ulifanyiwa maombi mabaya na binadamu wenye imani za kichawi, kwani chochote ambacho hutumika katika ulimwengu wa nuru kinaweza kutumika pia katika ulimwengu wa giza, na miongoni mwa vitu ambavyo hutumiwa katika ulimwengu wa nuru na ulimwengu wa giza ni mishumaa pamoja na ubani. Namba 5, zawadi ya pesa. Pesa ni miongoni mwa vitu ambavyo kila mwanadamu anavipenda, na ndio maana pesa ina majina mengi. Wapo wanaosema pesa ni sabuni ya roho. Pamoja na uzuri wa pesa katika maisha ya mwanadamu, lakini si kila mtu anapokupa zawadi hii unatakiwa kuipokea. Moja kati ya vitu ambavyo unatakiwa kuvijua na kuviweka akilini, wakati mwingine binadamu wenye imani za kishirikina huwa wanaweza kuziombea pesa ama wanaweza kuzitumia katika matambiko mbalimbali, hasa pesa za sarafu. Kisha pesa hizo ambazo zimeombewa ama zimefanyiwa matambiko huenda kugawiwa kwa watu fulani. Pindi binadamu hao wanapozipokea pesa hizo, wanaweza kubeba nishati ya umaskini,
magonjwa ama vizuizi mbalimbali vya mafanikio. Kama ambavyo huwa nakwambia mara zote, chochote kikifanyika kwenye ulimwengu wa kiroho huwa kinaweza kujidhihirisha kwenye ulimwengu wa kimwili, kwa sababu matambiko mbalimbali yamefanyiwa katika pesa hizi. Chochote ambacho kiliombewa katika pesa hizi kitakuja kutokea kwenye maisha yako endapo tu utazipokea pesa hizi. Ni vema ukajizuia kupokea pesa, pamoja na kuwa unazipenda pesa, lakini usipokee zawadi ya pesa kwa mtu ambaye haumjui ama mtu usiyekuwa na imani naye. Namba 6, mafuta ya kupaka au manukato. Moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wanavipenda kwenye maisha yao ni manukato au mafuta ya kujipaka, kwani ni vitu ambavyo kwa wanaume vinaboresha utanashati wao, lakini kwa wanawake vinaboresha urembo. Katika ulimwengu wa kiroho, mafuta huashiria mwili na roho. Yakipewa na mtu usiyemjua, yanaweza kuwa yamebeba maagano au alama za giza. Hivyo, wakati mwingine mafuta ni miongoni mwa vitu ambavyo watu wanaweza kuvitumia kuiba nyota za watu ama kufunga njia za mafanikio kwa binadamu wengine, kwani mafuta yanapofanyiwa maagano fulani ya kichawi au matambiko pamoja na manukato, mwanadamu atakapojipulizia manukato hayo aliyopewa na mtu asiyemjua, ikiwa yamefanyiwa matambiko, basi njia zake za mafanikio zitakwenda kujifunga. Atakuwa ni mwanadamu aliyetawaliwa na nguvu mbaya na atajikuta katika vifungo vya maagano ambavyo yeye mwenyewe havijui. Ni vema ukajiepusha kupokea zawadi ya mafuta au manukato kwa mwanadamu ambaye haumjui, kwa sababu utajikuta umeingia katika laana ambayo haukustahili katika maisha yako. Namba 7, vitu vya watoto. Kuna baadhi ya vitu ambavyo watoto wanavipenda kwenye makazi yetu, kama magari ya watoto, vinyago na mapambo mbalimbali. Lakini pia nguo ni miongoni mwa vitu ambavyo ni mahitaji muhimu kwa watoto. Pamoja na kuwa vitu vyote hivi vinahitajika kwa mwanadamu mwenye watoto katika makazi yake, lakini utakapopewa zawadi na mtu ambaye haumjui, hata kama unawapenda watoto wako, usipokee, kwa sababu kitendo cha kupokea utakwenda kusababisha mikosi na laana kwenye makazi yako. Kwani katika ulimwengu wa kiroho, vitu vya watoto hubeba nishati nyepesi sana, hivyo ni rahisi kupenyeza nguvu chafu. Mtu anaweza kukupa vitu hivyo, alafu akaweza kufanya maagano baadaye ama akafanya maombi katika vitu ambavyo amekupa, na kwa sababu ya wepesi wa kiroho, nguvu ambazo mwanadamu huyo ataviombea vitu hivyo viweze kuwa nazo, vitapenyeza kiurahisi na kuwaletea matatizo watoto ambao umekwenda kuwapelekea kama zawadi. Acha kabisa kupokea zawadi za vitu vya watoto kwa watu ambao hauwafahamu vizuri. Namba 8, vitu vya ndani ya nyumba. Katika makazi yetu huwa kuna vitu ambavyo tunavihitaji, kwa mfano viti, mito au sanamu, kama sehemu ambayo inakwenda kufanya makazi yetu yaonekane maridadi na ya kupendeza. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua, pamoja na kuwa hivi ni vitu ambavyo mara nyingi huonekana vinapendeza katika macho yetu, lakini katika ulimwengu wa kiroho ni vifaa ambavyo vinaweza kuficha nguvu za giza, mizimu, ama vinaweza kuwa na nguvu mbaya, ambapo utakapovichukua na kwenda kuviweka kwenye makazi yako, utakwenda kukaribisha nishati za kichawi, nguvu mbaya na ushirikina, ambao kwa namna moja au nyingine utakwenda kuleta mikosi kwenye makazi yako. Ni vema usipokee zawadi ya vitu vya ndani na kuvipeleka kwenye makazi yako. Namba 9, pete au zawadi za kimapenzi kutoka kwa mtu usiyemjua ama mwanadamu usiyemwamini. Mara nyingi pete katika ulimwengu wa kiroho ni ishara ya ahadi za rohoni. Hauwezi kujua zawadi ya pete ambayo umeipokea kutoka kwa mtu ambaye haumjui ina maagano gani. Inawezekana ameshaifanyia matambiko ambayo yatakwenda kuweka alama ya kudumu katika mioyo yenu. Utajikuta umeikubali ahadi ambayo haujui inahusiana na vitu gani. Inawezekana pete ambayo umeipokea ni pete ambayo ina nguvu za kichawi. Kitendo cha kuichukua na kuanza kuivaa kwenye kidole chako
itakwenda kufunga milango ya mafanikio na kukaribisha nguvu ambazo hauzihitaji kwenye maisha yako, na mara nyingi zinaweza zikawa ni nguvu za giza ambazo zinakwenda kuwa chanzo cha matatizo ya kiroho kwenye maisha yako. Lakini pia vitu vingi ambavyo ni zawadi ambazo zinahusiana na masuala ya kimapenzi zinaweza kuwa zina ahadi ambazo hauzielewi ndani yake, zinaweza zikakuweka vifungo vya mahusiano, ukajikuta wewe ni mtu ambaye kila unaingia naye kwenye mahusiano hayo yanavunjika, ama unajikuta ni mwanadamu ambaye umebeba mikosi na laana katika mahusiano. Hivyo acha kabisa kupokea zawadi hizi kwa mtu ambaye haumjui. Namba 10, usipokee zawadi ya chakula wala kinywaji ambacho hakijulikani sehemu kilipotoka. Kwa sababu binadamu wengi wanapenda kula vitu vizuri na kunywa vinywaji ambavyo wanavitamani katika maisha yao, kuna wakati unaweza ukajikuta umepokea zawadi ya chakula au kinywaji kwa mtu ambaye haumjui, na hata kinywaji ambacho umekipokea haujui ni sehemu gani ambako kimetoka. Katika ulimwengu wa kiroho, chakula ni mlango wa ndani ya mwili na roho. Inamaanisha utakapokula chakula ambacho umekipokea kwa mtu ambaye haumjui, kama kimefanyiwa maagano au matambiko, kitakwenda kufungua mlango wa ndani ya mwili wako wa kiroho. Lakini pia wengine hutumia chakula kama njia ya kuingiza maagano ya giza, pepo ama vizuizi vya baraka ndani ya mwili wa mwanadamu. Kitendo cha kukubali kula chakula hicho utakwenda kufungua milango ya mapepo, nguvu za giza ndani yako, kitu ambacho ni hatari sana. Utajikuta unaanza kuandamwa na matatizo kwa sababu tu ulikubali kupokea zawadi kwa mtu ambaye haumjui. Ninakushauri acha kupokea zawadi ya chakula wala kinywaji kwa mtu ambaye haumjui ama haumuamini. Mimi kwa leo naomba niishie hapa, na ninahitimisha nikiamini lipo jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.